Let's go to our Bible in the book of 1 Samuel chapter number 30. Twende katika maandiko kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 30. Let's all read loudly, clearly and proudly. Tusome kwa sauti kwa maringo. 1 Samuel 30 from verses number 1. Samueli wa kwanza 30 kuanzia mstari wa kwanza. Now it came to pass when David and his men had come to Ziklag on the third day that the Amalekite had invaded the Negev and Ziklag and smited Ziklag and burnt it with fire. And they had taken the women captive who were there, both small and great, without killing anyone. And they carried them off and went their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burnt with fire. And their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Verses number 4 says, Then David and the men who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because of the soul of the people was grieved with every man and his son, and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest of Abimelech's son, Please bring me here the ephod. And Abiathar brought the ephod to David. Verses number 8, Then David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue after this army? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for you will surely overtake them and without fail recover. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, before your presence we bow weponi mwako twainama to thank you for being our God. tukushukuru kwa kuwa Mungu wetu. Thank you for the gift of your word. Asante kwa kipaji cha neno lako. Talk to us, we are listening. Nena nasi twasikiza. For in Jesus' mighty name we have prayed, and the church say, Thus says the Lord. Let's be seated in the presence of the Lord. Tuketini weponi mwa Bwana. Just greet your neighbor on my behalf. Tell him or her, I am going to be a blessing to you. Salimia jirani kwa niaba yangu, mwambie naenda kuwa baraka kwako. We are going on today with our teaching of last Sunday. Tunaendelea leo na mafundisho yetu ya Jumapili iliyopita. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We started last Sunday, and today I want us to go a step further. Tulianza Jumapili iliyopita na leo nataka twende hatua moja. The Bible reveals to us David went out for war. Biblia inatufunulia kwamba Daudi alienda nje vitani. And when he came back, na aliporejea, he found the unexpected. akapata lile halikutarajiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He met the unexpected. Alikutana na kile kisichotarajiwa. And the scripture teaches us something powerful. Na maandiko yanatufunza kitu cha nguvu. When he came back, aliporejea, he found his wives akapata wake zake and the wives of the soldiers, na hata wake wa wanajeshi, the sons and the daughters, mabinti na wavulana of the soldiers, wale wa wanajeshi had been taken away. wote wamechukuliwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Church, kanisa, there's always a lot of the unexpected. Kila mara kuna vitu ambavyo havijatarajiwa. Hallelujah. Hallelujah. And here we see David coming back and finding things are all gone astray. Na hapa tunaona Daudi anarejea, anapata vitu vyote vimeenda mrama. And today I want us to go further. Na leo nataka tusonge hatua. I had 3 things that we began to study last Sunday. La Jumapili iliyopita tulikuwa na vitu vitatu ambavyo tulisoma. When the unexpected happens, kile ambacho hakitarajiwa kinachofanyika, there are 3 things that we talked about. Kuna vitu vitatu tulivyovizungumzia. Number 1, we said what you are not supposed to do. Ya kwanza tulisema kile haustahili kufanya. Can we say that word? What you are not supposed to do. Kanisa tuende kanisa. What you are not supposed to do. Praise the Kile Lord. haustahili kufanya. What did we say? Ni nini tulisema? What you are not supposed to do.
kile ambacho haustahili kufanya. And number 2, what you are supposed to do. Na cha pili ni nini unastahili kufanya. And number 3, how to do it. Na ya tatu jinsi ya kufanya. And so we started with what you are not supposed to do. Na kwa hivyo tukaanza na kile haustahili kufanya. When David came back, Daudi aliporejea and found all this mess, na akapata mambo yote yameharibika. praise the Lord. Bwana asifiwe. What the Bible tells us is they began to weep and to cry. Kile Biblia inatuambia ni kwamba walianza kulia na kusononeka. They cried until they had no more strength. Wakalia mpaka hawakuwa na nguvu za tena. I want to speak to somebody here. Nataka nene na mtu hapa. Who all your many years of labor, you find it has gone to drain. Nataka nene na mtu ambaye miaka yote mingi ya kufanya kazi umepata yote imeharibika. Things have happened. Mambo yamefanyika. Family falling apart. Familia zinavunjika. Opposition is destroying you. Hali ngumu zinakufinya. People have left you. Watu wamekuacha. You put a lot of energy on something and it has just disappeared. Unaweka nguvu nyingi kwa vitu na vyote vinaharibika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The unexpected just coming in. Kile ambacho hakijatarajiwa kinaingilia. And here we see David, what they did is they all fell to crying and weeping. Na hapa tunaona Daudi kile walifanya ni kwamba wote waliangukia kulia na kusononeka. And I said last time, na nilisema wakati uliopita, one thing you are not supposed to do, kile kitu ambacho haustahili kufanya, hallelujah, hallelujah, is to cry like somebody who has no hope. Ni kulia kama mtu ambaye hana tumaini. Hebu tuende. In the book of 1 Thessalonians chapter number 4 verses number 13, 1 Thessalonians 4 verses number 13, what does it say? It says, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who are asleep, so that you do not grieve as others who have no hope. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. One thing you are not supposed to do, kitu kimoja unastahili kufanya, is to fall into grieving and crying when the unexpected comes, crying and weeping as one who has no hope. Ni kuanza kugeukia kulia na kusononeka kama yule mtu ambaye hana tumaini. I know I'm talking to somebody who is going through challenges. Najua nana na mtu ambaye amepitia changamoto. You want an answer, it is not coming. Unataka jibu lakini halipatikani. You are feeling threatened. Unahisi kwamba umetishwa. You are trapped in situations. Umeshikwa katika hali fulani. You don't know what to do. Hujui ni nini cha kufanya. Listen to me, church. Nisikize kanisa. One thing you are not supposed to do, kitu kimoja haustahili kufanya, is to weep like one who has no hope. Ni kulia kama yule ambaye hana tumaini. Ambia watu watatu hivyo. Tell 3 people like that. Hey, ambia mtu karibu na wewe hivyo. Tell somebody near to you like hey, that. Let's go church. Twende kanisa. Hey, ni nini jameni? Twende. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now look here what happened. Angalia kile kinafanyika hapa. What not to do. Nini haustahili kufanya? So David fell into the trap of weeping together with the others. Hivyo Daudi akaanguka kwenye mtego wa kulia pamoja na wengine. He saw the destruction. Aliona uharibifu. He was discouraged. Akakufa moyo. The people came together. Na watu wakaja pamoja. Instead of them encouraging each other, badala ya kujitia moyo, they began to cry. Walianza kulia. Listen to me. Nisikize. They cried until they had no more strength. Wakalia mpaka hawakuwa na nguvu tena. Hallelujah. Hallelujah. When you weep like one who has no hope, you will lack strength. Ukilia kama mtu ambaye hana tumaini, utakosa hata nguvu. Am I talking to somebody? Jena na mtu. So you see David finally finds himself. Hivyo unaona Daudi mwishowe anajikusanya. He also fell in the class, he had no more strength. Pia yeye alikupatikana katika hiyo kiwango ambacho hakuwa na nguvu. They came together, instead of encouraging each other, they
pulled each other down. Walikuja pamoja, badala ya kujitia moyo wanajishusha chini. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. number one, what not to do. Hivyo kitu cha kwanza kile haustahili kufanya. Challenges will come. Changamoto zitakuja. Tears will come. Machozi yatakuja. But listen to me. Lakini nisikize. First Thessalonians chapter number 4 verses number 13. Don't weep like somebody who has no hope. Wathesalonike wa kwanza 4:13 nasema usilie kama yule hana tumaini. What do we mean by hope? Ni nini tunamaanisha na tumaini? Hope is strength in the faithfulness of God. Tumaini ni nguvu katika uaminifu wa Mungu. Can we go church together? What is hope? Hope is strength. Hey, let's go church. Hope is what? Strength in the faithfulness of God. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So even as you weep and as you cry, Hata unapolia na kusononeka. hallelujah, Anasifiwe. don't weep like one who has no hope. Usilie kama yule ambaye hana tumaini. So the Bible tells us this powerful word. Kwa hivyo Biblia inatuambia hili neno la nguvu. The soldiers turned to David. Wanajeshi wakamgeukia Daudi. When people weep Watu without wanapolia hope, bila tumaini, they will always look for a way out of their problem. watatafuta njia ya kutoka katika shida yao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I want to speak to this house and tell you one thing. Hivyo nataka nene na kanisa nikwambie kitu kimoja. David comes back. Daudi anarejea. He finds everything is gone. Anapata kila kitu kimechukuliwa. The enemy has won. Adui ameshinda. Hello? Hello. But let me tell you something today. Lakini acha nikwambie kitu leo. The enemy can win on you, but he has not won in God. Adui anaweza kukushinda wewe lakini hajamshinda Mungu. Okay, let's go church. Twende kanisa. Ongea kanisa, let's go. He can win on you, but he has not won in God. Lakini hajamshinda Mungu. Hallelujah. Hallelujah. They sold Joseph. Surely they felt they have won. Walimuuza Yusufu wakafikiria wameshinda. Hello? Hello. They sold Joseph. They felt they have won. Wakamuuza Yusufu wakafikiria kwa kweli tumeshinda. But they had not won in God. Lakini hawajashinda Mungu. Aya tuende kanisa. They felt they have won, but they had not won in. Aya inua mkono juu nekewe. Tuende. They felt they have won, but they had not won in God. Praise Amen. the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. They threw Daniel in the lion's den and felt we have won, but they had not won in God. Wakamtupa Danieli katika tundu la simba wakafikiria kwa hakika tumeshinda, lakini hawakuwa wameshinda Mungu. Jephthah was chased away by the family. Yeftha akafukuzwa na familia. They felt they have won. Wakafikiria kwa hakika tumeshinda. Twende kanisa. They felt they have won. But they had not won in heaven. Lakini hawakuwa wameshinda mbinguni. They had not won in God. Hawakuwa wameshinda kwa Mungu. Hebu mtu aseme hiyo na nisikie. They may win on me. Wanaweza kunishinda mimi. But they have not won God. Lakini hawajamshinda Mungu. So they took Jephthah. Kwa hivyo wakamchukua Yeftha and told them, you have no inheritance in this home. Na wakamwambia hauna urithi katika boma hili. And they chased him away. Wakamfukuza kabisa. They thought they have won. Wakafikiria kwa hakika tumeshinda. Hallelujah. Hallelujah. But after some days, lakini baada ya siku kadhaa, they went to look for him. Wakaenda kumtafuta. Somebody say, you may win on me, but you have not won in God. Mtu sema unaweza nishinda mimi lakini haujashinda kwa Mungu. Somebody say, praise the Lord. Praise the Lord. They threw Shadrach, Meshach and Abednego in the fire and they felt, yes, we have won. Wakawatupa Shadrach, Meshach na Abednego katika nuru la moto, wakapoma kwa hakika tumeshinda. But they are not won in God. Lakini hawakuwa wameshinda kwa Mungu. After some minutes they saw the fourth man. Baada ya dakika chache wakaona mtu wa nne. Can I hear a hallelujah in this house? Nasikia hallelujah katika kanisa. Can I hear a praise the Lord in this house? Hallelujah. They can win on you. Wanaweza kushinda wewe. But they have not won in God. Lakini hawajashinda kwa Mungu. Can I
just give this house a testimony. Naweza pea kanisa ushuhuda. 20 years ago, Miaka 20 iliyopita. hallelujah, Hallelujah. we had built a church somewhere. Tulikuwa tumejenga kanisa mahali. Na kama unasikia unakumbuka, nataka usimame na uanze kupiga mark time hivi. We had built a church somewhere. Tulikuwa tumejenga kanisa mahali. Hey. We had built a church somewhere. Tulikuwa tumejenga kanisa mahali. Kama ulikuweko wakati unasikia ninaongea, nataka usimame na miguu yako na uanze kugongesha chini. We had built a church somewhere. Tulikuwa tumejenga kanisa mahali. Hallelujah. Hallelujah. And somebody na mtu fulani said we cannot be in that church. Akasema hamuwezi kuwa katika kanisa hili. And he did all the madness. Na akafanya utawi na upumbavu wote. That we may get out of that church. Ili ya kwamba tukaweze kutoka katika hilo kanisa. Kuna huyo mtu kweli, mtu ambaye anakumbuka nini ninaongea? Is there anybody who can remember what I'm talking about? Hebu asimame, kama najua kuna watu wanasikia na osmosis. Okay, do we have somebody who is hearing what I am saying? Kuna mtu anasikia kile ninasema. This man did all the madness through the government, through the ward, through the company. He stole the certificate, did everything. Finally, we were chased out of that church and he felt he has won. Huyu mtu akafanya upumbavu na kila kitu chote na akafikiria kwa hakika nimeshinda. But he had not won in God. Lakini hakuwa ameshinda kwa Mungu. I say he had not won in God. Nasema hakuwa ameshinda kwa Mungu. Tell your neighbor, if you have not won in God, you have won nothing. Ambia jirani yako kama hujashinda kwa Mungu hujafanya chochote. You can win people. Unaweza shinda watu. Hallelujah. Hallelujah. But if you have not won in God, kama hujashinda kwa Mungu, David comes back. Daudi anarejea. Hallelujah. Hallelujah. He finds the Amalekites have won. Anapata Wameleki wameshinda. Tuende kanisa. The Amalekites have won, but they are not won in God. lakini hawajashinda kwa Mungu. I speak to somebody here today Na nena na mtu leo and tell you in the name of the na Lord. nikwambia kwa jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We may be down, Tunaweza kuwa chini but it is not over. lakini haijaisha. We may be smashed down, Tunaweza pigwa chini but the victory belongs to the Lord. lakini ushindi ni wa Somebody Mungu. shout! Hallelujah. So David Kwa hivyo Daudi comes back anarejea and cries because he feels the enemy has won. na analia kwa sababu anafikiria adui ameshinda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you weep without hope. Unapolia bila tumaini. Let me finish the testimony. Acha nimalizie ushuhuda. Wewe umekaa chini kwa nini? 20 years Miaka 20 down the line, ukule chini, God brought us to this place. Mungu akatuleta mahali hapa. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, Acha nikwambie, you have not won hujashinda if you have not won with God. kama hujashinda kwa Mungu. And here God has raised a multi-million and million cathedral. Na hapa Mungu ameinua kathedra milioni na milioni. Let somebody know in your life. Acha mtu ajue katika maisha yako. I know there are mothers here whom husbands have walked away from you. Najua kuna kina mama hapa ambao mabwana zao wamewatoroka. I want to tell you, they think they have beaten you. Nataka kufikiria wanafikiria wamekupiga, wamekushinda. They have not won until they win there. Hawajashinda mpaka watakaposhinda kwa Mungu. Now let me tell you an amazing thing. Acha nikwambie kitu cha kustajabisha. After 20 years, Baada ya miaka 20 years, the mastermind, yule mtu aliyeanzisha, the person who was the core, yule mtu aliyekuwa kiini, who was beating you people with stones, ambaye alikuwa anawapiga kwa mawe until it was in the newspaper, the president talked about it. mpaka ikawa kwenye gazeti, hata rais akaizungumzia. He walked into my office. Akaja katika ofisi yangu. Listen, Sikiza. he walked into my office. Akaja ofisini. Do you know what he said? Unajua nini alisema? He told me, God has told me to come to you, otherwise I will die. Akasema Mungu ameniambia nije kwako, la sivyo nitakufa. He has told me to leave that man.
akaniambia niache yule mtu, never to be associated with him, na nisihusiane na yeye tena, and to be under you. na niwe chini yako. Am I talking to a living church? Je, nanena na kanisa? So David comes and finds the Amalekites have won to David, but have not won to God. Kwa hivyo Daudi anarejea, anapata Wameleki wameshinda kwa Daudi, lakini hawajashinda kwa Mungu. Give a hand clap to these wonderful people. Wapigie hawa watu wazuri makofi. Let's be seated. Acha tuketi. So number one, Kwa hivyo kitu cha kwanza, what not to do. ni nini haustahili kufanya? Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can weep, Unaweza kushinda, you can cry, unaweza kulia, but not hopelessly. lakini sio kwa kukosa tumaini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because when hope goes, Kwa sababu tumaini linapopotea, hallelujah, haleluya, it is hope that sustains you to the end. ni tumaini ambalo linakusukuma hadi mwisho. Hope cheers you all the way through. Tumaini linakutia moyo unapoendelea. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Number two, Kitu cha pili, hallelujah, haleluya, what to do. nini cha kufanya? You know, you don't remain weeping and weeping alone. You must do something. Unajua hawezi baki ukilia, lazima ufanye kitu. Hebu ambia watu watatu hivyo. Just Tell don't three people remain like that. there. Usibaki tu pale. Just don't keep on weeping hopelessly. Do something. Usibaki tu kulia pasipo tumaini, fanya kitu. And what does the Bible tell us? Ni nini Biblia inatuambia? What did David do? Daudi alifanya nini? Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. This is what I want you to see. Hiki ndicho nataka uone. What did he do? Ni nini Daudi alifanya? 1 Samuel 30. What did he do? Samueli wa kwanza 30 alifanya nini? Verses number 6 says, and David encouraged himself in the Lord his God. Mstari wa 6 unasema naye Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Nasema Bwana asifiwe. What you are not supposed to do, Kile ambacho haustahili kufanya what you are supposed to do. na kile unastahili kufanya. Tuende kanisa ya kwanza. What you are not supposed to do, and now what you are supposed to do. What does the Bible say? He encouraged himself in the Lord. Alijitia nguvu katika Bwana. And I want to speak to this house and tell you one powerful thing. Nataka nena kanisa nikwambie kitu kimoja cha nguvu. The power of encouraging yourself. Nguvu za kujitia moyo. What did he do? Nini alifanya? He did it to himself. Alijifanyia yeye mwenyewe. Tuende kanisa. Let's go church. Hii sasa usingoje mhubiri, usingoje pastor, usingoje bwana yako. This is an internal thing. Usingoje mtu yeyote. Don't wait for the pastor, for everyone. Ni kitu cha ndani. Ambia mtu utajifanyia hii. Utajifanyia hii. You will do it for yourself. Wewe, ambia mwenzako utajiongelesha. You will talk to yourself. Hey, am I really talking to a house? Je, nanena na kanisa? Somebody say utajiongelesha. Utajiongelesha. You have to talk to yourself. Lazima ujizungumzie. You have to encourage yourself. Lazima ujitie moyo. Friends, if you never talk to yourself, you are a fool. Marafiki, kama hujizungumzie wewe ni mpumbavu. You must learn to talk to yourself. Lazima ujifunze kujizungumzia. There is nobody who knows you like yourself. Hakuna mtu anayekujua kama unavyojijua. Twende kanisa. There is nobody who knows you like yourself. Hebu ongea hiyo. Hey, you are waiting for somebody to encourage you. Here I want to speak to somebody and tell you from today, the first voice must be from you. Wewe ambaye umengojea mtu akutie moyo, nataka nikwambie leo, kuanzia leo, sauti ya kwanza lazima iwe ya kutoka ndani mwako. You can lack people's encouragement. It can stay, but yours will keep you. Huo kutia moyo kwa watu kunaweza kaa, lakini yako ile itakuweka. Hallelujah. Hallelujah. You know, you can keep on weeping. Kuna watu maisha yao ni kulia. Acha nikuambie, lia sawa sawa, jaza mitungi, lakini mwishowe do something. Amen. Mwishowe fanya kitu. Hello? Hello. What did David do? Daudi alifanya nini? He encouraged
encouraged himself. Alijitia nguvu. Ambia mtu karibu na wewe, learn to speak to yourself. Learn to speak to yourself. Ambia mtu jiongeleshe wewe. Jiongeleshe wewe. Do you know when you speak to yourself, you speak the truth? Unajua unapojiongelesha, unapojizungumzia, unasema ukweli. Angalia mtu mwambie, kumbe wewe unaniambiaga uongo. You know when people tell you things, let me tell you, they don't know you. They don't know you. Wacha nikwambie, hata bwana yako hakujui, hata bibi yako hakujui, wewe ndio unajijua namba moja. Watu wanapokuambia vitu kwa hakika hawakujui. Ni wewe unajifahamu mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Look at this man by the name of David. David got the secret of talking to himself. Angalia huyu mtu anaitwa Daudi alipata siri ya kujizungumzia mwenyewe. Psalms 103. Zaburi 103. Psalms 103 verses 1. What does it say? Zaburi 103 mstari wa kwanza. Look at Nasema a nini? man who knows how to talk to himself. Angalia mtu ambaye anajua kujizungumzia. Hello. Unajua usipojiongelesha watu watakupotosha wewe. Amen. Hello. And that's why you see some people are so weak because they are always listening to other people. Ndio naona watu wengine ni wanyonge, wadhaifu kwa sababu kila mara wanasikiza watu wengine. Ninaongea na kanisa kweli? Je, na kanisa? You must rise up over people's ideologies. Lazima uinuke juu zaidi kuliko mambo ya watu. And begin to encourage yourself in the Lord. Na uanze kujitia nguvu katika Bwana. Psalms 103, what does it say? Zaburi 103 inasema nini? Hallelujah. Hallelujah. Psalms 103 verses 1, what does it say? Zaburi 103 mstari wa kwanza inasema nini? Angalia mtu ambaye anajiongeleshaga. Wafaro nurajigwa. Look at somebody who speaks to himself. Ukikaa kila wakati unasikizaga tu mama yangu amesema, baba yangu amesema, na wewe umesema nini? Wewe umesema nini? What have you said? Huyo mtu anaitwa wewe, unasema nini? That somebody called you. What have you said? Hello. That person known as you. Huyo mtu ambaye anajulikana kama wewe. Hao wengine walikujua juzi. Na kwanza hata wakujui. They even don't know you. Psalms 103 verses 1, what does it say? Zaburi 103 nasema nini? Bless the Lord, O my soul. Hey! Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Hey. Hapa hakuna pastor, hakuna chairlady, hakuna asha, hakuna bwana, hakuna watoto, hakuna nini. Mumejifunika na kujifunganisha na uongo. You are going to begin talking to yourself and you will be a different person. Unaenda kuanza kujizungumzia na utakuwa mtu tofauti. What does he say? Inasema nini? Oh my soul and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all his benefits. Amen. Who forgives all my iniquities, who heals all my disease. Wacha nikuambie, hata kupona inaanza na wewe. Amen. Let's go church. Hata kupona inaanza na wewe. Tuende kanisa. Hata kufanya nini? Kupona. Hata kupona inaanza na wewe. Amen. Ambia mtu karibu na wewe, utapona. Wewe neke ndani ndio sio yako, mwambie utapona. Na utapona kwa sababu ya daktari, utapona kwa sababu umejiongelesha wewe. Amen. Now look here, it begins by saying, who forgives all my iniquity. Hata msamaha wa dhambi sio lazima watu kwanza wakusamee, lazima ujisamee. Amen. Haya tuende kanisa. Msamaha wa dhambi lazima nijisamee. Wewe ambia mwenzako si ujisamee. Jisamee. Haya mwadhani agosho. Tuende kanisa. Simuongea na sauti nisikie. Ambia mwenzako kwanza ujisamee. Some of you are so hard on yourself. Wengine wenu mko wagumu sana kwa nafsi zenu. You always say so and so is hard. You are hard on me. But you guys are so hard on yourself. Mnasema fulani na fulani ni mgumu sana amenjifinia, lakini nyinyi wenyewe ni wagumu sana kwa nafsi zenu. You are hard to yourself.
wewe ni mgumu kwa nafsi But yako. listen here what David says. Lakini sikiza kile Daudi anasema, Who forgives my iniquity? asameheaye maovu yangu. Lazima msamaha ianze na wewe. Amen. Forgiveness starts with you. Shout at somebody, tell him, forgive yourself. Forgive. Hey. Jisamehe. Number 2, he says, who heals all my diseases. Hata kupona inaanza na wewe. Hapana, nasema aponyaye magonjwa yangu yote, hata kupona it starts with you. Kabla hujameza hizo matablets, hizo madawa, uponyaji inaanza na wewe ndani. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And what does he say down there? Anasema nini hapo Who chini? redeems my life from destruction. Aukomboe uhai wangu kutoka kaburi. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ambia mwenzako jiongeleshe. Jiongeleshe. Praise the Lord. Jina la Bwana And that's lisifiwe. why some of you are so simple. Ndipo sababu wengine wenu mko watu wa kawaida sana. So simple that you cannot stand on your own. Watu yani wa kawaida chini kwamba huwezi kujisimamia mwenyewe. You are always listening to what people are saying. Maana kila mara unasikiza kile watu wanasema. Hallelujah. Hallelujah. Let me talk to somebody. Acha nene na mtu. You have to talk to yourself. Lazima ujizungumzie mwenyewe. So what does David do? Hivyo Daudi anafanya nini? What to do? Kile cha kufanya. He encourages himself in the Lord. Anajitia nguvu katika Bwana. You know, this time now, there is no matter of God. Unajua hapa sasa hakuna hali, hakuna shida na Mungu. It starts with you. Inaanza na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Tuende kanisa? It starts with you. It starts with you. Inaanza na wewe. All things start with you. Mambo yote yanaanza na wewe. Hebu nisikie hiyo kwa sauti kwa juu sana. Na uwekelee mkono kwa kifua useme all things start with me. Hallelujah. Hallelujah. And that's why you see some people will never move further because they have not started with themselves. Na ndio sababu naona watu wengine hawezi kusonga mbele kwa sababu hawajaanza na wao wenyewe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana What lisifiwe. does it mean to encourage yourself? Inamaanisha nini kujitia nguvu? It is to increase determination. Ni ile kuongeza hali ya kujitia moyo. Let's go church. Increase determination despite of the problem. Ni kuongeza bidii hata licha ya kuwa na shida. Hebu nisikie hiyo kiongelelewa hapa. Increase Determination. Hello, let's go. Increase determination despite of the problem. Kuongeza bidii licha ya kuwa na shida. Hallelujah. Hallelujah. Increase what? Determination. Increase your determination. Ongeza bidii yako. Because to encourage yourself is the highest human ability, human duty. Kwa sababu kujitia nguvu ni kazi kuu ya mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. When you encourage yourself, it simply means to keep yourself on your feet. Unapojitia nguvu inamaanisha kusimama kwa miguu yako. Praise the Lord. Amen. Nasema praise the Lord. Nasema Bwana asifiwe. Mama Davis, usimame tu watu wakuone. You see this lady here? I've been with this lady for many years. Hata kama anaenda kwingine, wewe enda kule unataka kwenda, mimi stories zako sitaki kujua. Wewe utaenda lakini wewe ni hapa. This lady I've walked with her for so many years. Nimetembea naye kwa miaka mingi. And let me tell you. Acha nikwambie. The devil attacked her family in a terrible way. Shetani alivamia familia yake kwa njia ya ajabu. Unajua mchungaji anabeba mizigo ya watu wote. Na waja tu niongee ya huyu. The husband one time took an axe. Sema shoka. Shoka. We. Kabila yenu shoka ni nini? Itanoa. Na wewe unasema nini? Atumateng.
Oh my goodness. Hallelujah. Akachukua shoka. He took an axe, Alikuwa tayari kumuua. ready to kill her. Walikuwa nyumba yao wamekoroga mahali slab na kulikuwa na stairs hivi. Sasa mzee anamkimbiza akienda juu na mama huyu ameenda juu. Huyu mama akaona sasa hapa mimi nikikutwa hapa ilifosiwa aruke kutoka kwa gorofa. Na wacha niwaambie wa mama, ukiona danger, wacha kusema you know the Bible says vumilia. Ne wanogo tigawe. Vumilia na akili. Tungekuzika kitambo. Kwani nini? Tutakuzika na turudi hapa na tukule sausage. Unajua mimi nakuaga hivyo. Kuna mama moja alikuja kwa ofisi hapa. Akakuja akaniambia, mchungaji, mimi nimekuja kwa sababu bwana yangu amelala akinoa panga. Na ameniambia ataniua. Ameniambia ataniua. Amenoa panga mchana usiku mzima na ameniambia nitakuua. Akakuja akaniambia, sasa mimi nimekuja unishauri. Ukiniambia nikae nitakaa. Ukiniambia niende nitaenda. Nikamwambia sikiza. Hapa si mambo ya kiroho. Si unakuwa na kwenu? Si unakuwa na kwenu? Enda kwenu, hiyo bangi kiisha utarudi. Na alienda. Praise the Lord. So I'm simply trying to speak to this great house. Najaribu kunena na kanisa hili kuu. That encouragement is being on your feet. Ya kwamba kujitia nguvu ni kuwa kwa miguu yako. Let's go. Encouragement is being on your feet. Ambia mtu karibu naye, be on your feet. Be on your feet. You know, these guys have been crying and they have been mourning, sitting down. David decides to stand up in the midst of sitting people. Kwa hivyo hao watu walikuwa wanalia wameketi chini, lakini Daudi anaamua kusimama katikati ya watu ambao wameketi chini. Tell somebody, be on your feet. Ambia mtu simama kwa miguu yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me go to the 20 years. Acha nirudi kwa miaka 20. After all the madness took place, baada ya hayo mambo yote kufanyika, and we left the church, na tukatoka kanisani, and God brought us here, na Mungu akatuleta hapa, one of those people, mmoja wa hao watu who chased us away, ambao walitufukuza, came to my office. Alikuja ofisini. You know what he said? Unajua nini alisema? We wanted to finish you, lakini ulisimama haraka. Tulitaka kumaliza lakini wewe ulisimama haraka. Ambia mwenzako, watu wanataka kuona kama utasimama haraka. Tuende. Wajane wa hii kanisa, waja kukaa ukilialia, inuka haraka, wekelea gunia mgongo, uza maembe. Amen. Huyu alifikiria ati utaisha, hawa watoto hawatasoma. Watasimama hapa na kofia. Amen. Nasema watasimama hapa na kofia. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So quickly be on your feet. Let me tell you one thing that the devil hates. Acha nikwambie kitu kimoja ambacho shetani anachukia. Is putting you down and how fast you are going to rise up. Ni kukuweka chini na unaamuka kwa haraka. Going down is not a problem. Kwenda chini si shida. Tuende kanisa. Going down is not a problem. Hiyo si shida. But how fast do you rise? Lakini unaamukaje kwa haraka? Hata watu wanakimbia mbio, si wanaangukaga? Unajitega tu naanguka. Lakini the faster you are going to wake up, hata ukianguka kwa mbio, you are going to win. Ile hali kwa upesi utakao mkia ndio utasofanya ushinde. Am I really talking to a church? Jana na kanisa. So David encouraged himself in the Lord. Kwa hivyo Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Unajua kuna watu wanajitia nguvu kwa manyumba, kwa mabibi na mabwana na makazi na mamali na nini. Unajua mimi na unajua bwana yangu yeye ni CS, unajua mtoto wangu ndiye anakuwa under secretary, unajua ule kijana anaitwa, unajua yule jamaa anaitwa kwa Mtaingunyi, huyo ni kasini yangu. Usijitie nguvu na watu. Amen.
Tuenda kanisa. Usijitie nguvu na watu. Hey, utaongea kanisa. Let's go. Usijitie nguvu na watu. Don't encourage yourself with the people. Usijitie nguvu kwa watu. Gongeza mkono mguu chini useme yes. Yes. Don't encourage yourself. Ati unajua mimi najua so and so. So and so is my friend. So and so I know so and so and so and so will connect me with so and so. Let me tell you. Usijitie nguvu na watu. Acha nikwambie usijitie nguvu na watu. Kwamba fulani anajua fulani na fulani. Yeye atanifanyia hivi na hivi. Simama na miguu yako. Stand on your feet. So David stood in the midst of 600 people. Kwa hivyo Daudi akasimama katikati ya watu 600. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He encouraged, meaning he was on his feet. Alijitia nguvu kumaanisha alikuwa amesimama. And you know we have a God who has never failed. Na unajua tuna Mungu ambaye hajawahi shindwa. And he's going to show himself powerful. Na anaenda kujionyesha mwenye nguvu. COVID has come. COVID imekuja. It has destroyed businesses. Imeharibu biashara. It has destroyed literally everything. Imeharibu kila kitu. Even churches. Hata kanisa. But praise the Lord. Lakini Bwana asifiwe. Be on your feet. Simama kwa miguu. Even if it is in a different direction. Hata kama ni kwa hali nyingine. Let me give you something very interesting. Acha nikwambie kitu cha kushangaza. The faster you rise up, vile unavyoamka kwa haraka, even if there is no much profit, hata kama hakuna kitu kizuri, even if there is no good money coming in, hata kama pesa haziji kwa uzuri, just be on your feet. kuwa tu kwa miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. Just be on your Feet. The other day my daughter called me and told me I have got a job. Siku nyingine binti yangu akapigia akaniambia nimepata kazi. And she told us the salary. Na akatuambia mshahara. And me and the mama we began to discuss the salary. Where she's going is very far from where she stays. Na ikalibidi tuzungumzie huo mshahara kwa sababu mahali anaenda kazi ni mbali kutoka mahali anaishi. So transport na nini unaona zinabakia tu pesa kidogo. Wewe tuende tu pesa kidogo. Sasa nauliza me myself, because me I talk to myself. Mimi kwa sababu najizungumzia. We have talked to the mama, she's saying angalia inabakia kidogo. Nikajua sasa hiyo story sitaendelea naye. One thing I believe I knew, she must get out of the house. Kitu kimoja nilijua ni lazima atoke kwa nyumba. Even if what remains is very little, let her get out of the house. Hata kama kile kinabakia ni kidogo, acha atoke kwenye nyumba. So I sent her the money for transport. Kwa hivyo nikamtumia pesa za nauli. And she started the job. Na akaanza kazi. And I went to, it's a sensitive place where the guarantor must come and sign some papers. Lazima kwa sababu ni mahali sensitive, mahali kuna pesa na kuna nini. Okay, nikaenda nikasign. And when I was leaving I told her, I want to see your boss here. Na nikaenda nikusign kama karatasi, na nilipotoka nikamwambia nataka kuona mkubwa wako hapa. Kaenda kwa huyo mdosi nikamwambia, hi, I'm Bishop Job Nyansera. This is my daughter. Hallelujah. Hallelujah. And nikatoka. And I went. After 2 days, baada ya siku 2, she got a promotion. Akapata Hey. Let me tell you. Ile shida tuko nao, hatutakai kuinuka mara moja. Amen. Unaanza kupiga hesabu, hii kazi itanisaidia. Toka, be on your feet. Amen. Ati Bwana alikuacha, sasa ni ushinde hapo unatulirisha. Nani anajali ukilia? Who cares? We, angalia mtu mwambie who cares? Kwani matatu zimeacha kwenda, ndege zimekataa kwenda, watu hawakuli, stima haziwaki kwa sababu Bwana ameenda. Hey! Stima ndio inawaka. Ni haku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. To make the matter worse, hata kuharibu maneno zaidi, even to make it better, hata si kufanya yawe mazuri. After 2 days or 3 days, unaona amepata promotion. Sasa hiyo distance mrefu wakaambiwa wanahama, wanakuja karibu na kwake. Ambia mwenzako be on your feet. Be on your feet. Hey, ambia watu 2 3 be on your feet. Be on your feet. Tutaendelea next Sunday.